Wakati operation ya kutokomeza madawa ya kulevya katika mkoa wa Dar es Salaam ikiwa inaendelea baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda kutangaza hadharani majina ya wanaodaiwa kuhusika katika mtandao wa madawa ya kulevya na kuwataka kuripoti katika kituo cha polisi Central jijini Dar es Salaam, ambapo baadhi yao tayari waliripoti akiwemo Wema, TID, Babu wa Kitaa pamoja na wengine. Hatimaye leo tarehe 6 ya mwezi Februari mwaka 2017, Modo kwa jina Tunda pamoja na mwanamuziki Rachel nao wamejisalimisha katika kituo cha polisi Central jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi zaidi, huku wakitarajiwa kupandishwa kizimbani kesho tarehe 7 ya mwezi Februari mwaka 2016 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Akiliongelea sakata hilo tangu kuanza na linavyoendelea, huyu hapa ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Kamanda Simon Siro. Nataka kuwapa tu takwimu na mafanikio ambayo tumefanya takriban hizi siku 3. Kwa maana kwamba ukianzia tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5 na tarehe 6 mafanikio yake yakoje. Kwa hiyo tumekamata jumla ya watumwa 112 na jumla ya kete 299. Narudia, kete 299 za madawa jazaniao ya kulevya. Na kwa kawaida haya madawa ni lazima tapelekwa mkemia kwa serikali yeye atatambia ni madawa ya aina gani. Kwa hiyo kuna watumiwa 112. Sasa katika watumiwa 112 tuna watumiwa 12. Narudia, watumiwa 12 tumewapeleka leo mahakamani. Tumewapeleka mahakamani kwa sababu sheria ya mwenendo wa mashtaka iko wazi, kifungu cha 73 cha 74. Huwa tunaweza kuomba kwa mheshimiwa hakimu kuwaombea watuhumiwa kwa kiapo kwamba hawa watuhumiwa tunataka wabadilishe tabia zao. Kwa hiyo tumewapeleka mahakamani kwamba tunaomba mheshimiwa hakimu wawe chini ya uangalizi ya jeshi la polisi na mahakama kwa muda wa miaka miwili, wasifanye makosa tena. Sababu tumechobaini ni kwamba wote tuliwakamata, wengine wanakili na wamekwenda kuonyesha hayo madawa ya kulevya. Kwa hiyo kusudio la kwanza ni kwamba wawe chini ya uangalizi wetu, lakini kusudio la pili la kiapo chetu tunaomba waache hiyo tabia ili wabadilike wawe raia wema. Lakini ya tatu tumeomba wawe wanakuja kuripoti kituo cha polisi angalau mara 2 kwa mwezi. Na lengo letu ni kuona kwamba hawa Watanzania wenzetu hawa ambao walikuwa wanavuta madawa ya kulevya, je, wameacha hiyo tabia? Kwa hiyo baadhi yao ni pamoja na huyu Omari Michen, Omari mwenye miaka 32. Huyu alikamatwa na kete 3 za madawa ya kulevya na alikiri kwamba yeye anatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo tumempeleka pia kwa ajili ya wanasema hiyo binding over, kwa ajili ya maombi hayo maalum, lakini tutamrudisha, atarudi kituo cha polisi kwa ajili ya kupelekwa baadaye mahakamani kwa makosa yake kupatikana na madawa ya dhaniwao ya kulevya. Lakini pia kuna huyu Wema Sepetu, huyu Mnyamwezi miaka 28. Huyu baada ya kumhoji, kwanza baada ya kuhoji wenzake ambao wanatumia nao walieleza vizuri, sina sababu ya kueleza sana, lakini baadaye alipokwenda kupekuliwa nyumbani kwake alikutwa na msokoto wa bangi na baadhi ya karatasi ambazo anatumia kufunga bangi. Kwa hiyo hili halina ubishi kwamba sio mtumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo tuna evidence ya kutosha. Kwa hiyo yeye Wema Sepetu amepelekwa mahakamani kwa ajili ya hiyo binding over. Mahakama ikishatimiza wajibu wake watamrejesha kwetu. Sisi tutamwandalia mashtaka kama kawaida kwa wakili wa serikali, baadaye atapelekwa mahakamani kwa kesi yake. Kwa ile swala la kusema kwamba kuna mtu ameonewa sije namna gani si sahihi. Kwa sababu wengine nimejitahidi kuona hawa ambao tunasema wana brandi kubwa. Nimejitahidi mwenyewe kuwahoji mmoja, haina ubishi. Kwa hiyo jambo kubwa hapa ni kwa namna gani hawa Tanzania wenzetu tunawarudisha kwenye mstari na wala si vinginevyo. Kwa sababu nimeona kuwapo wapelelezi wa hoji wanaweza wasitende haki.
Sasa mimi nikachero mzoefu, nikaamua kuhoji mwenyewe mmoja mmoja. Na bahati nzuri ni kwamba wanakubali wana tatizo hilo, wanaomba tuwasaidie namna gani wanaweza kurudi baadaye wakawa vijana wazuri. Lakini bahati nzuri wamesaidia kutaja baadhi ya watu ambao wamekuwa wanauzia hii biashara. Kwa hiyo kimsingi haina ubishi wala haina sababu ya Watanzania kusema kwa nini. Hapana, lengo ni kusaidia, na kuna mwisho wa siku hawa Watanzania wanarudi na wanakuwa asset kwa ajili ya nchi yao.